Viongozi wa Yanga hakika ni kweli wametuletea kitu cha muhimu sana ambacho tulikuwa tunakihitaji kwa muda mrefu, hasa sisi tunaupenda mpira. Ingawa kunahitaji elimu kubwa sana kuwaelimisha watu, hasa mashabiki hawa ndugu zetu ambao mara nyingi wao huangalia jambo kwa uhasi na wala si kwa uchanya. Mara nyingi wakati wanaanza kulitangaza hili jambo, watu wengi na kuna vyombo vingi tulivisikia wachambuzi wetu ambao sisi tunawategemea wakaanza kutoa lawama juu ya gharama, kwamba gharama hii ni kubwa sana, kwamba mtoto wa Kitanzania ambaye mwenye kipato cha chini hawezi kumudu. Lakini hii ni jambo la ajabu sana. Yanga Afrika kwanza itambulike sio kituo cha kulelea watoto yatima. Yanga Afrika ni kituo cha mpira wa miguu. Na mpira wa miguu sasa unahitaji fedha. Sasa leo hii ukiona 400,000 nyingi kumpeleka mtoto wako ili akapata elimu hiyo ya mpira, kuna gharama ngapi zinatumika? Inawezekana Yanga baadaye wakahitaji walimu kutoka nje ya nchi pia. Kuna vifaa pale, kuna vitu vingi vya msingi ambazo mtoto wako anatakiwa akapatiwe pale, ni elimu ya kutosha hii. Lakini kuna watu wengi wanafikia jambo hili baadaye ya kusupport, wao wanaingia kwenye mitandao, wanaingia kwenye vituo mbalimbali kuhakikisha kwenda jambo kama kulikatisha fulani hivi. Lakini kimsingi hili jambo ni jambo muhimu ambalo sisi mashabiki tunatakiwa tulisupport kwa nguvu. Hizi schools sio ndio kwanza kwetu inaanza. Barani Afrika ziko baadhi za nchi ikiwemo South Africa, soccer schools zipo. Umeelewa sijui? Kwenye mataifa ambayo wenzetu tayari washapiga hatua kwenye jambo la mpira. Sasa kama jambo hili linakuja kwetu, na bahati nzuri sasa aliyehusika katika uzinduzi wenyewe ni mtu mmoja muhimu sana kwenye mpira wetu barani Afrika. Ni kocha ambaye ana level kubwa kabisa, na yeye pia ni miongoni mwa wale ambao wanaiko kituo kama hicho ambacho Yanga Afrika wanakianzisha. Ili jambo ni zuri sana kwa maslahi ya mpira wetu baadaye. Kuna wachezaji wengi hapa, kuna watu wanaitwa madereva bodaboda hapa, kuna watu waliitwa kabaji hapa. Kila mtu alitoa majina yake kwa kadri anavyoweza wewe, wakasema kwamba sisi wachezaji wetu wanatoka from nowhere. Sasa kama wanaanzisha vituo kama hivi kuhakikisha watoto wetu wapate elimu ya kimpira iliyo sahihi, maana yake ile jambo linatakiwa sisi tulisupport. Sasa kama anatokea mtu mwingine anakuambia kabisa hawa viongozi wa Yanga wanakuja wataka kupiga watu, sijui hivi na hivi, maneno mengi, maana yake hii inaonesha wazi kwanza sisi mashabiki tunatakiwa tupate elimu juu ya hiki ambacho sisi tunakipenda. Inawezekana kuna wengine wameanza kupenda vilabu vyao kuliko kupenda mpira kwanza. Tulipaswa sisi tuanze kupenda mpira kwanza ili tujue faida za hizi elimu zenyewe za kimpira ambazo tunaletewa leo. Sasa mtu anakuambia tulitaka sisi hapa tupate academy tu. Uwezi wewe katika nchi yako au katika level yoyote hata kielimu ya kawaida. Haiwezekani kwamba wewe yani mtoto wako akaanze sekondari tu kabla hajaanza nursery. Hiyo ni jambo litakuwa la ajabu. Lazima aanze nursery, atakwenda shule ya msingi, atakwenda sekondari, atakwenda chuo, ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo kimsingi sio lazima tuanze na eneo moja tu. Maana yake mtoto wako ana miaka 11, utampeleka shuleni pale, atafundishwa hatua zote za kimpira pale. Maana yake kama yeye atakapofaulu kwa kulingana na mahitaji ya shule inavyohitaji, maana yake wewe baba una mamlaka tena na una mandate nyingine ya kutoa ulichokuwa nacho, kumuondoa kutoka eneo lile na kumpeleka eneo lingine kama shule za kawaida tu. Kama sisi leo tuna uwezo mkubwa wa kuwapeleka watoto zetu shuleni wakasoma na wakafaulu, na tukawaondoa kwenye shule moja na kuwapeleka shule nyingine ili wakaendeleze hiyo elimu zao. Tunashindwaje kwamba leo asome shule ya Yanga, kesho unamtoa unampeleka tena kitu kizuri? Basi kuna mpango mmoja niliwahi kusikia kwamba Simba wana mpango wa kuanzisha academy. Ili jambo ndio lingekuwa bora zaidi kwa maslahi ya taifa. Yanga waanzishe na mfumo wao soccer schools, watengeneze watoto wadogo kuanzia miaka 11, 13 na 15. Alafu Simba kwa kuwa wewe ushakuwa na academy, njoo uvune watoto kutoka Yanga school, wavune watoto wale, weka kwenye academy yako kwa maslahi ya nchi. Kwa maslahi ya nchi, ili tuondokane na ile janga la kuambia kwamba sisi wachezaji wetu hawana elimu, wachezaji wetu sijui wana nini. Kwa hiyo kimsingi tunatakiwa sisi tushirikiane, sio tabia sasa huyu anaanzisha jambo, huyu anakandamiza. Huyu anaanzisha jambo, huyu anaanza kuleta vitu visivyoeleweka. Maana yake huku ni kukandamizana, na sio unapomkandamiza kama unalipwa hela ili kukandamiza jambo fulani, ujue wazi kwamba umkandamizi huyo unayemkandamiza, unakikandamiza kizazi chako ambao ni kaka yako, dada yako ambaye ana mtoto ambaye ana kipaji cha mpira ambacho watu wengi wanakihitaji kije kutusaidia baadaye, wewe unakikandamiza mapema. Na swali kwake yeye mwenyewe, na swali kwamba sio mbea, kwamba hii Yanga soka sawa ni mzuri, lakini kwa kiwango cha fedha ambacho amekiwenga Yanga Afrika, kwa asilimia kubwa wengi ambao wanaocheza mpira na watoto wa kimaskini. Kwa sababu tukienda mipaka ya nje tunaona leo waliochukua Ballon d'Or wengi wametokea katika umaskini. Tukimzungumzia Cristiano Ronaldo, sawa, ametokea katika hali ya chini, amekuja juu, leo tunazungumzia star. Lionel Messi ambaye ametoka kwenye hali ya chini leo amekuwa star. Sasa Yanga Afrika kuweka kiwango kikubwa kama hiki cha
laki ngapi? Laki 4 kwa mwezi, au laki 6, maana tunazungumzia kwamba ukianza, kwa sababu utatoa sijui ada ya nini ya makaratasi, ada ya nini, baadaye inabaki laki 4. Je, watoto wa kimaskini ambao wanacheza mpira tunaona mpaka duniani wamechukua nafasi gani kwa Yanga Afrika? Na wapo watoto wao wa kimaskini wanapenda Yanga Afrika kwenda kujiunga pale. Je, wewe kama wewe unaonaje kitu kama hiki? Asante kwa swali lako zuri sana, maana swali hilo lishaulizwa si chini ya mara 2 au mara 3. Lakini kimsingi narudia tena, Yanga Afrika kwanza itambulike sio kituo cha kutelea watoto yatima. Hilo jambo la kwanza. Alafu soka school iliyoanzishwa ni shule ambayo inahitaji gharama. Gharama hiyo sasa ataigaramia nani kama wewe utawekwa pale bure? Yanga hela ya kugharamia mtoto wako wewe waitoe wapi kama wewe si kuchangia? Lakini kama unaona kwamba wewe uwezo, kwanza kuna watoto zaidi ya milioni 20 au 15 wa Kitanzania ambao wana umri wa kucheza mpira leo. Yanga haiwezi kubeba watoto wote hao. Manake lazima kutokee mtu mwingine ambaye anaweza akasapoti. Sasa kama kuna mtoto mtaani kwenu yupo na kipaji cha mpira, lakini mzazi wake mnamuona kabisa huyu kiwango chake cha kumpeleka kule, lakini inashindikana. Kama tuna uwezo wa kuchangiana kwenye maharusi, tuna uwezo wa kuchangiana kwenye vigodoro, kwa nini tusio na tabia hii kuona mtoto wetu mmoja ambaye ana uwezo wa kimpira tukawa tuna tabia ya kuwachangia ili na wao wakapata hiyo mafunzo kutoka kwenye proper way? Kuliko hii jambo la kwanza kusema Yanga. Manake Yanga hizi gharama wao watazitoa wapi? Hii Yanga gharama watazitoa wapi? Manake sisi pia wazazi tuwajibike katika kuchangia hizi gharama ambazo ndo wao wameziweka. Tuzichangie sisi wazazi pia. Sasa tukianza kusema tu kwamba vitu bure. Alafu mimi nashangaa kitu kimoja. Kinachonishangaza kitu kimoja. Wakati Yanga mechi ya mwisho wanatangaza kwamba mashabiki wao waingie bure uwanjani, waingie bure. Vituo vingi wa mashabiki wengi wakasema kwamba Yanga kitendo hiki wanachokitenda si kitendo cha kimpira. Hii kitendo sio kitendo cha kimpira. Maana yake ni nini? Kwamba klabu inahitaji ipate mapato, alafu mashabiki wake wanatumika katika kuzuia mapato ya klabu, kuifanya klabu isipate mapato. Sasa Yanga leo wamekuja na kitu kingine ambacho kitakuwa cha muda mrefu. Maana ile ilikuwa ni game moja tu. Kama kupata milioni 200 maana yake game moja tu. Huku kuna mpango wa miaka mingi, maana hiki ni kitu endelevu. Sasa leo wanasema huku gharama watu wapewe bure, alafu kule mechi moja ambayo mechi hiyo ikiisha imekwisha, kule walikuwa wanasema huku inatakiwa mashabiki wachangie klabu. Sasa wewe unaelewa nini kwenye hilo? Yaani wewe ukiwa na mtu wa mpira unaelewa nini? Hapa kunahitaji gharama. Hii gharama lazima sisi wazazi tuichangie. Ili jambo ni zuri, tunapaswa kulisapoti kwa sababu sisi tunataka kizazi chetu baadaye kiwe kizazi ambacho kilipita kwenye njia sahihi ya kimpira. Tuache ushabiki wetu, tuache kila kitu ambacho tunachokifanya leo. Mimi naona kwa mpaka kufikia hapa, mimi nadhani kwamba hili jambo liko jambo proper, ni sahihi, na viongozi wetu wa Yanga inabidi tuwasapoti, waendelee kufanya hili, na kama kutakuwa na uwezekano waendelee kufanya kitu kingine zaidi. Lakini pia tunawashauri hata kama Simba Academy, manake waje kuvuna wachezaji kutoka skuli ya Yanga wapeleke kwenye akademia kwa ajili ya maslahi ya nchi. Mimi naona niishie hapo.